kukua na ukafahamiana na mtu, lakini unafika miaka kadhaa still mnaweza hata mkanywa maji kwa pamoja, mkasalimiana, mkajumuika wote katika sehemu kama hizi. Ni swala la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu dunia mingi na kwenye kukua unapitia vitu vingi sana. Kwa hiyo I'm proud of them, na ndio maana naita ndugu zangu. Lakini pia pongezi zaidi ni wapongeze kwa unajua wote ni big name. Tumepata Pambosso alikuwa anazungumza kitu cha msingi sana, mimi naomba niungane naye. Sema walikuwa kwenye kundi Moto Band back in the days. Na walikuwa watu kadhaa walikuwa wanagombana kila siku. Na wao ni watu wa kiume. Sasa je, watu wa kike, lakini hapo kwenye watu wa kike tu hapo kama tu nimeongezea tu Pambosso hapo, sio watu wa kike tu, ni master pia. Yaani kila mtu ana fan base yake, kila mtu ana masharti yake, kila mtu ana watu behind. So ukiona mpaka wameamua kutima na kufanya kitu kwa pamoja, ukiwa naamini kabisa kwamba kinaweza kwenda viral zaidi. Kila mtu anajua nafasi yake katika jamii, lakini kwa nini tusifanye kwa pamoja? I really do appreciate that, na natamani kuona more and more vitu kama vinafanyika. Lakini pia pongezi pekee ziende kwa DSTV. Kwa kuona hii ni platform na kuona kwamba hili ni jukwaa kupitia A-list na wasichana wengi ambao wako mtaani, ndio zao ni kwa watu maarufu, ndio zao kwa watu mashuhuri. Hii ni platform ya pekee ya bure kabisa ambao watakuwa wanaitumia kujifunza kwamba dada fulani alipatia kitu fulani akafika pale, huyo alikosea hichi akafika hapa. So wana prepare a youth on the street, vijana ambao wanakuwa sasa hivi kuona kabisa kwamba okay, so kuna changamoto zingine, kuna elimu dunia, kuna elimu darasani, lakini pia kuna elimu dunia, kwa kuna elimu nzuri ni ile ambayo unasoma kwa kuona. Kwa hiyo DSTV kwa kuipa kitu viral na kuona kwamba it's a platform itaweza kuencourage watu wengi na ku make a better place. Kudos to you guys. Mungu awabariki sana. Nabidi kuongeza swali. Unataka kuongea kitu hapa? I mean, nimefurahi tu kuona hichi kitu kimetokea na hakuona sababu yoyote ambayo ingenifanya nisifike hata, kwa sababu wazo nililiona na kwa akili yangu tu kawaida nikaona kabisa this big thing na itaenda kuleta impact kubwa sana katika jamii. So nimeshukuru tu kuona limetokea na kuona DSTV. Unajaribu unaambia watu wajifunze nini kupitia hii picha ambayo tunaiona hapa mbele? A lot like what? Mengi sana. Nikisema mengi inamaanisha maturity, ukuaji. Kama unavyoona hapo nilivyotanguliza mwanzo kwamba sio tu wanawake lakini ni superstars like A-list kabisa. Kwa hiyo kila mtu ana timu yake, kila mtu ana masharti yake, kila mtu ana majukumu yake, kila mtu ana familia yake. So if you see people like them wanne pamoja wanafanya kitu, itainspire watu wengi sana ambao wako mtaani kwamba kwani sisi ni akina nani? Kwani tusiungane tukafanya kitu kwa pamoja tukafanikiwa? So that's huge. Appreciate. Thank you so much. Appreciate. Kukua na ukafahamiana na mtu, lakini unafika miaka kadhaa still mnaweza hata mkanywa maji kwa pamoja, mkasalimiana, mkajumuika wote katika sehemu kama hizi. Ni swala la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu dunia mingi na kwenye kukua unapitia vitu vingi sana. Kwa hiyo I'm proud of them, na ndio maana naita ndugu zangu. Lakini pia pongezi zaidi ni wapongeze kwa unajua wote ni big name. Tumepata Pambosso alikuwa anazungumza kitu cha msingi sana, mimi naomba niungane naye. Sema walikuwa kwenye kundi Moto Band back in the days. Na walikuwa watu kadhaa walikuwa wanagombana kila siku, na wao ni watu wa kiume. Sasa je, watu wa kike, lakini hapo kwenye watu wa kike tu hapo kama tu nimeongezea tu Pambosso hapo, sio watu wa kike tu, ni master pia. Yaani kila mtu ana fan base yake, kila mtu ana masharti yake, kila mtu ana watu behind. So ukiona mpaka wameamua kutima na kufanya kitu kwa pamoja, ukiwa naamini kabisa kwamba kinaweza kwenda viral zaidi. Kila mtu anajua nafasi yake katika jamii, lakini kwa nini tusifanye kwa pamoja? I really do appreciate that, na natamani kuona more and more vitu kama vinafanyika. Lakini pia pongezi pekee ziende kwa DSTV. Kwa kuona hii ni platform na kuona kwamba hili ni jukwaa kupitia A-list na wasichana wengi ambao wako mtaani, ndio zao ni kwa watu maarufu, ndio zao kwa watu mashuhuri. Hii ni platform ya pekee ya bure kabisa ambao watakuwa wanaitumia kujifunza kwamba dada fulani alipatia kitu fulani akafika pale, huyo alikosea hichi akafika hapa. So wana prepare a youth on the street, vijana ambao wanakuwa sasa hivi kuona kabisa kwamba okay, so kuna changamoto zingine, kuna elimu dunia, kuna elimu darasani, lakini pia kuna elimu dunia, kwa kuna elimu nzuri ni ile ambayo unasoma kwa kuona. Kwa hiyo
DStv kwa kuipa kitu value na kuona kwamba it's a platform itaweza kuencourage watu wengi na ku make a better place. Kudos to you guys. Mungu awabariki sana. Labda kuongeza swali. Unataka kuongea kitu hapa? I mean, nimefurahi tu kuona hichi kitu kimetokea na hakuona sababu yoyote ambayo ingenifanya nisifike hata, kwa sababu wazo nililiona na kwa akili yangu tu kawaida nikaona kabisa this is big thing na itaenda kuleta impact kubwa sana katika jamii. So nimeshukuru tu kuona linatokea na kuona DStv. Unajaribu unaambia watu wajifunze nini kupitia hii picha ambayo tunaiona hapa mbele? A lot like what? Mengi sana. Nikisema mengi inamaanisha maturity, ukuaji. Kama unavyoona hapo nilivyotanguliza mwanzo kwamba sio tu wanawake lakini ni superstars like A-list kabisa. Kwa hiyo kila mtu ana timu yake, kila mtu ana masharti yake, kila mtu ana majukumu yake, kila mtu ana familia yake. So if you see people like them wanne pamoja wanafanya kitu, itainspire watu wengi sana ambao wako mtaani kwamba kwani sisi ni akina nani? Kwani tusiungane tukafanya kitu kwa pamoja tukafanikiwa. So that's huge. Appreciate. Thank you so much. Appreciate. Kukua na ukafahamiana na mtu lakini unafika miaka kadhaa still unaweza hata kumkanywa maji kwa pamoja, mkasalimiana, mkajumuika wote katika sehemu kama hizi. Ni swala la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu dunia mingi na kwenye kukua kupitia vitu vingi sana. Kwa hiyo I'm proud of them na ndio maana naita ndugu zangu. Lakini pia pongezi zaidi ni wapongeze kwa audio wote ni big name. Mpaka Pamboso alikuwa anazungumza kitu cha msingi sana, mimi naomba niungane naye. Sema walikuwa kwenye kundi watu band back in the days. Na walikuwa watu kadhaa walikuwa wanapambana kila siku. Naona mtu wa kiume. Sasa je, uso wa kike, lakini hapo kwenye uso wa kike tu hapo kama tu nimeongezea tu Pamboso hapo, sio tu wa kike tu, ni master pia. Yaani kila mtu ana fan base yake, kila mtu ana masharti yake, kila mtu ana watu behind. So ukiona mpaka wameamua kutima na kufanya kitu kwa pamoja, ukiwa naamini kabisa kwamba kinaweza kwenda viral zaidi. Kila mtu anajua nafasi yake katika jamii, lakini kwa nini tusifanye kwa pamoja? I really do appreciate that na natamani kuona more and more vitu kama vinafanyika. Lakini pia pongezi za pekee ziende kwa DStv. Kwa kuona hii ni platform na kuona kwamba hili ni jukwaa kupitia A-list na wasichana wengi ambao wako mtaani, ndio zao ni kwa watu maarufu, ndio zao kwa watu mashuhuri. Hii ni platform ya pekee ya bure kabisa ambao watakuwa wanaitumia kujifunza kwamba dada fulani alipatia kitu fulani akafika pale, huyo alikosea hichi akafika hapa. So wana prepare a youth on the street, vijana ambao wanakuwa sasa hivi kuona kabisa kwamba okay, so kuna changamoto zingine, kuna elimu dunia, kuna elimu darasani, lakini pia kuna elimu dunia, kwa kuna elimu nzuri ni ile ambayo unasoma kwa kuona. Kwa hiyo DStv kwa kuipa kitu value na kuona kwamba it's a platform itaweza kuencourage watu wengi na ku make a better place. Kudos to you guys. Mungu awabariki sana. Labda kuongeza swali. Unataka kuongea kitu hapa? I mean, nimefurahi tu kuona hichi kitu kimetokea na hakuona sababu yoyote ambayo ingenifanya nisifike hata, kwa sababu wazo nililiona na kwa akili yangu tu kawaida nikaona kabisa this is big thing na itaenda kuleta impact kubwa sana katika jamii. So nimeshukuru tu kuona linatokea na kuona DStv